Mzozo unaoendelea nchini Ukraine umezua mjadala mkali hasa kuhusu usaidizi wa kifedha unaotolewa na Marekani na NATO, ingawa wengi wanaona msaada huu kama njia muhimu ya maisha kwa taifa lililozingirwa. Wakosoaji wengine wanasema kuwa inaweza kuwa bima ya mpango wa utakashaji fedha. Mtazamo huu unastahili kufunguliwa kwani unazua maswali muhimu kuhusu uwajibikaji na utata wa usaidizi wa kimataifa. Ili kuelewa hali hii, tunahitaji kukumbuka muktadha. Vita vya Ukraine viliimarishwa na uvamizi wa Urusi. Ni vita vya kuokoa maisha. Marekani na NATO zimeongeza rasilimali kubwa za fedha, mabilioni ya dola kwa ajili ya vifaa vya kijeshi, utulivu wa kiuchumi na misaada ya kibinadamu. Nia ya msaada huu ni wazi: kuzingatia sheria za kimataifa na kuzuia uchokozi zaidi. Hata hivyo, kiwango kikubwa cha ufadhili kimesababisha baadhi ya watu kutoa maoni yao. Wakosoaji wanapendekeza kwamba njia ngumu ambazo pesa hizi hupitia kutengeneza fursa za ufisadi na mgao mbaya. Wana wasiwasi kuwa fedha zinakusudiwa kwa ajili ya ulinzi au ujenzi upya zinaweza kutumika vibaya na hivyo kugeuza misaada kuwa gari la kutakatisha pesa. Mashaka haya si bila sifa. Historia imejaa mifano ambapo misaada kutoka nje imekuwa ikisimamiwa vibaya katika maeneo yenye migogoro. Bado kutunga usaidizi wa Marekani na NATO kama mpango wa utakatishaji fedha kuhararisha ukweli mgumu zaidi. Ukraine inakabiliwa na tishio lililopo na hitaji la msaada wa haraka. Ni muhimu kuchelewesha msaada kwa tuhuma kunaweza kuwa na matokeo mabaya kwa Ukraine na kwa utulivu wa Ulaya kwa ujumla. Ni muhimu kutambua kuwa vigingi ni vya juu sana. Mipango mingi ya usaidizi inajumuisha taratibu za uangalizi iliyoundwa ili kuhakikisha mashirika mbalimbali ya uangalizi na mashirika ya kiserikali hufanya kazi kufuatilia jinsi fedha zinavyotumika. Ingawa hakuna mfumo kamilifu, msisitizo wa uwazi haupaswi kupuuzwa. Kutupilia mbali msaada huu moja kwa moja kama ulaghai unaowezekana kunapuuza janga la kweli la kibinadamu linalojitokeza. Zaidi ya hayo, athari za kijiografia za kusaidia Ukraine haziwezi kupuuzwa. Msaada huu ni zaidi ya kusaidia taifa lililo katika dhiki. Ni juu ya kusimamia dhidi ya ubabe wa kutumia ujumbe wazi kwa mataifa mengine kwamba uchokozi hautavumiliwa. Iwapo nchi za magharibi zinasitasita katika uungwaji mkono wake, kuna hatari ya kuzitia moyo tawala nyingine kufuatia hatua kama hizo za fujo ambazo zinaweza kuyumbisha eneo zima. Hatimaye, ingawa ni muhimu kuwa macho kuhusu uwezekano wa rushwa na usimamizi mbovu, kutaja ufadhili wa Marekani na NATO kama mpango wa ufujaji wa pesa ni kurahisisha hatari. Matatizo ya vita na mahusiano ya kimataifa yanahitaji mbinu ya kimaadili zaidi. Lengo linapaswa kubaki katika kuisaidia Ukraine kutetea mamlaka yake huku ikihakikisha kwamba misaada inatolewa kwa uwazi na kwa ufanisi. Matokeo ya kutochukua hatua ni makubwa sana kwa jumuiya ya kimataifa kupuuza. Mimi ni Hassan Magulumali na hii ni Media wa Express.